Na familia moja katika kijiji cha Shisasari kaunti ya Kakamega inaitaka serikali kuwasaidia kwa kuwapa wapiga mbizi wa kitaalam kuwasaidia kuopoa miili ya jamaa zao waliozama katika mto Isuku Jumapili jioni. Juhudi za kupata miili ya wanaume hao wawili zimetatizwa na ada kubwa zinazotozwa na wapiga mbizi wa maeneo hayo. Uko Kusa na taarifa kamili. Francis Mudogo mwenye umri wa miaka 38 na rafiki yake Henry Kisiagani mwenye umri wa miaka 32 wanaripotiwa kufa maji mtoni baada ya Francis kudaiwa kuruka majini kwa kutoelewana na mwajiri wake. Kulingana na wazazi wa Henry, mtoto wao alipomwona rafiki yake akiwa katika hali hiyo, haraka alijitosa mtoni kwa nia ya kumwokoa. Walinionyesha mali aliangukia kwa maji, nikaona hivi yote hapa. Na mwenye alitangulia yeye alipitia huko na akaanguka pale, hata kofia yake imeacha kule huko, kaanguka kwa maji. Tukashangaa ni nini? Mpaka wakati huo kwa sasa tunashangaa sana hilo lilifanyika. Kwa bahati mbaya, wawili hao walisombwa na maji ya mto Isuku wasionekane tena. Alikuwa anataka kumsaidia, ila alianguka maji kuja kumsaidia kumuokoa. Sasa huyo alikuja hivi na akakata kona, waje mimi nifike hivi nimkate. Kumbe ilikuwa shida pia akasama. Wazazi waliofadhaika sasa wanaiomba serikali kuwasaidia kuopoa miili ya wapendwa wao. Tumejaribu, watu wamekataa, nataka ng'ombe, nataka pesa, na hatuna chochote. Tuna mbele na nyuma, tuko tu vile mnatuona hivi. Akizungumza na NTV kwa njia ya simu, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Shinyalu, Daniel Mukumbu, amesema kuwa tayari timu ya Msalaba Mwekundu na wataalamu wengine wametafutwa kwa usaidizi. Uko Kusa, NTV.